بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ndugu zangu watazamaji, wasikilizaji, tunarudi tena katika kipindi chetu Uislamu ni dini ya kweli, na maudhui yetu ni tunaendelea mbele na kuwaona namna za watu katika funga. Kipindi kilichopita tulikuwa tukimzungumzia mtu aliyesafiri, almusafir. Musafiru, tunaambiwa kwamba huyu msafiru anaruhusiwa kula mchana wa Ramadhani na anapendezeshwa kula mchana wa Ramadhani. Kuna watu wanaonyesha kwamba imani zao wanataka wapandishe imani ya kwamba mimi nitafunga, sitaki kulipa tena. Lakini jua kwamba kitu kinachotakiwa kwako, ndugu yangu, dada yangu, ni kupata thawabu zake Mola wako. Thawabu moja usije ukaichezea. Yani kama kuna uzuri ambao ukifanya jambo unapata uzuri, yani unapata thawabu. Thawabu ya Allah haiwe mdogo. Thawabu ya Allah haiwe ndogo. Kwa sababu hiyo, akikwambia kwamba ukifanya hivi unapata thawabu, basi usije ukaliacha kwa kuona kwamba una namna nyingine au una jambo lingine unaweza kufanya. La, tekeleza hili jambo kwa sababu utapata thawabu nyingi. Ndiyo sababu Mwenyezi Mungu amesema kutokana na thawabu watu wanaopata katika ibada zake, anasema kwamba wa fi dhalika, na kwa sababu hiyo faliyatanafasil mutanafisun, basi wapigane wenye kupigana, yani washindane wenye kushindana katika mazuri. Sasa wanashindana kwa ajili gani? Wanashindana kwa ajili ya thawabu tu moja, kwa sababu akijua kwamba jambo hili ni lizuri kuliko lile, anafanya lile zuri sana kuliko lingine. Yalikuwa ni mazuri mawili, lakini limoja ni bora zaidi. Sasa anafanya lile bora zaidi kwa sababu kubora wake zaidi ndiyo ziada za thawabu zake. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu kama amekupa ruhusa ya kula katika safari, usije ukasema kwamba acha nifunge, sitaki kulipa. Vizuri ule na utakuja kulipa, kwa sababu unatekeleza samaha zake Mwenyezi Mungu au pendeleo lake Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo ndugu yangu, musafir hafungi, si wajibu kwake kufunga. Musafiru, mtu ambaye yani si msafir, hajasafiri au haendi safari, basi huyu anafunga. Ambaye anaenda safari hafungi, anakubaliwa kula katika mwezi wa Ramadhani, mchana wa Ramadhani, atalipa siku zijayo. Kwa hiyo bimaana hapa katika shuruti za funga kuna sahihun muqimun au muqimun sahihun. Yani sharti ya kwanza ni kuwa ni muqimu, yani anakaa sehemu, ni mtu wa sehemu fulani, ni muqimu, sio msafir. Sahihun wa qadirun, ambayo ni mzima, salama za uhai wake, hana maradhi yoyote, tena ni mkaaji wa kijiji, yuko ndani ya kijiji chake anakokaa.
na ana uwezo huo wa kufunga. Bimaana kuna mtu hana uwezo wa kufunga kama tulivyotangulia. Kwa hiyo msafir aliyosafiri haruhusiwi au sio wajibu kwake kufunga. Lakini je, ni safari gani ambayo mwanadamu anaruhusiwa kula? Safari gani ambayo anaruhusiwa kula? Tutaitizama katika aina mbili. Wanazioni wanaigawanya katika aina mbili. Kuna ambao na ndio wao wa asri na ndio wengi, kuna ambao wanakwenda na asiri au na jambo la asiri kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wao hawana vigawanyo, bal anasema Mtume au wao wanaziona au wanasema ni safari ya mtu ambaye yashuku fi safarihi, safari yake anapata shaka nayo, yani anapata matatizo ndani ya safari hiyo. Hiyo safari akitizama anapata ndani yake matatizo, anatatizika na mambo mengi, labda uchovu, labda mambo mengi tu ambayo yanapatikana katika safari. Kwa sababu Mtume SAW anasema as-safaru, safari qit'atu min al-adhab, ni sehemu moja katika adhabu. Yani mtu yanamkumba mambo mengi katika safari yake. Kwa hiyo nani anapaswa afunga ale katika mwezi wa Ramadhani? Ni mtu ambaye amekwenda safari yake, atapata mashaka yake, atapata ndani mashaka, uchovu na nini. Basi huyu mtu, kama ni kutembea kwa kiasi gani, na ambao wanasema kwamba wanasema hayo walilinganisha namna ya safari hiyo, akasema kwamba ni kama safari mtu anayetembea siku moja na usiku wake, siku moja na usiku wake, yani siku na nusu, akiwa anatembea kwa miguu au kwa mnyama, kwa miguu au kwa mnyama. Hiyo ni safari kubwa. Hiyo mtu ambaye ameanza safari hiyo anaruhusiwa kupunguza swala na anaruhusiwa kula mchana wa Ramadhani. Au ni wa kwanza. Wa pili, na ambao wamefuata mambo ya kupima kilometers, urefu wa safari. Wao walipofanya urefu wa safari kulingana na kutembea kwa siku na nusu, waliona kwamba ni safari za kulingana na kilomita 83 au 82, 83 au 82. Sasa wenye kufuata kilometers au kuyafuata urefu wa masafa, wao wanasema kwamba mwanadamu, kama mtu anakwenda kutembea, safari yake inafikia au inafikia kilomita 83 au inazidi kilomita 83, huyu mtu anaruhusiwa kula katika mwezi wa Ramadhani. Anaruhusiwa kula mchana wa Ramadhani, na baada yake atakuja kulipa katika siku zitakazofuata. Naam. Sasa watu wanasafiri na ndege. Mtu anasema kwamba mimi nasafiri na ndege, sio gari, na kisafiri na gari nafika labda sijachoka, sija nini.
huyu anaambiwa kwamba uzuri kwake afunge kama anaona hatopata matatizo, hatokumbwa na matatizo ndani ya safari. Akiona kwamba safari yake itakuwa ni safe, hatokumbwa na wanazioni wanasema vizuri afunge, ndio vizuri kwake, kwa sababu mashaka hatoyapata. Lakini akila ndio vizuri zaidi. Kula kwake vizuri zaidi ni ale atalipa baada ya Ramadhani, ndio vizuri yake. Lakini kama ataweza kufunga, anaambiwa afunge, lakini atakuwa amekosa thawabu. Kama nilivyoambia, kama nilivyoelezeeni kwamba thawabu ni kitu muhimu. Ukiona jambo lina uzuri ndani yake kuliko lingine, fanya lile ambalo lina uzuri zaidi kuliko lingine. Sasa huyo ni msafir hadi atakaporudi, sio hadi atakapofika, la, hadi atakaporudi. Allah akbar. Uona Mwenyezi Mungu wepesi wake anayowepesisha dini yake kwa waja wake. Anasema kwamba kula hadi utakaporudi kutoka safarini, hadi utakaporudi kutoka safarini. Sasa katika safari atakula mpaka atalipa siku ambazo zitakapokuwa baada ya Ramadhani, lakini akawa si musafir. Sasa kuna mtu kila siku ni safari, kila siku kwake ni safari, yani ni msafiru kwa kwenda na ni msafiru akirudi, yani anakuwa mambo yake ni mambo ya safari. Atafanya nini? Wanazioni wamegawanyika katika namna mbili, au wana kauli zao za aina mbili. Ya kwanza kabisa wasema kwamba huyu anahesabiwa kama ule mtu ambaye ana maradhi ambayo hayaponi, ana maradhi ambayo hayaponi. Kwa hiyo anamlisha kila siku maskini. Wengine, kauli nyingine, wanasema kwamba kama itakuwa hivyo lazima atakuwa atizame matatizo yanayomkumba ndani ya safari hiyo, safari zake za kila siku, matatizo yanayomkumba. Akiona masafari ni madogo, madhara ni madogo, basi tupate pumzi kidogo, tunarudi. Naam, kwa hiyo tunarudi tena kutoka katika pumziko letu, tunaendelea mbele na kumtizama hukumu ya huyu mtu, saumu ya huyu mtu ambaye ni msafir wa kila siku. Wanazioni wanasema kwamba atakuwa anatizama matatizo yanayomkumba katika safari. Akiona kwamba matatizo yanayomkumba ni machache, ana uwezo wa funga, basi huyu mtu vizuri afunge katika safari yake. Lakini kutofunga, wanasema kutofunga ndiyo bora zaidi. Muhimu vizuri sana ni kuwa huyu mtu atafunga katika safari zake, na atafungua wakati ambao atapata matatizo. Wakati ambao atapata matatizo,
basi hapo ndio atafanya nini? Hapo ndipo atalipa, atakula, atalipa siku ambazo amekula ndani yake, lakini atajaribu kufunga kwa sababu yeye safari yake imekuwa ni kila siku, kama hawa madereva wa malori. Hawa madereva wa malori wanafanya masafa mengi sana na wanayafanya kila siku baadhi yao. Kwa hiyo huyu anachukuliwa kwa hukumu hiyo. Sasa mtu ambaye amesafiri, akasafiri na mke wake, yeye na mke wake wote wamesafiri, hawa watu wanaruhusiwa kula. Mme na mke wote wanaruhusiwa kula mchana wa Ramadhani kwa sababu ni wa msafiri. Wote wana hukumu ya msafiri, wote wanakwenda kusafiri. Sasa mchana wa Ramadhani nimejua kwamba nina ruhusa ya kula na nina ruhusa ya kunywa. Je, anayo ruhusa ya kufanya tendo la ndoa na mke wake na mume wake? Jawabu ni kwamba naam, anaruhusiwa kwa sababu hukumu yao wao ni wa musafiraini. Wote wawili wamesafiri, wote hukumu yao ni moja. Wanavyoruhusiwa kula ndivyo hivyo wanavyoruhusiwa kufanya tendo lao la ndoa wakati wa safari, wakiwa safarini mchana wa Ramadhani, kwa sababu hiyo ruhusa wanayo. Kwa sababu wao hawahesabii kwa wale ambao funga kwao ni wajibu. La, wao wamepunguziwa, yani Mwenyezi Mungu amewapunguzia. Kwa hiyo kama wamesafiri wawili, mme na mke wake, wakihitajiana, hawana tatizo, wanakubaliwa kufanya nini? Wanakubaliwa kukutana au kufanya tendo lao la ndoa, kwa sababu wote ni wa msafiri, wote ni wenye kufanya safari. Kwa hiyo msafiri amepewa ruhusa ya kula. Asiyekuwa msafiri, muqim sahihun qadirun an saum au an siyam, huyo anapaswa, inakuwa funga kwake ni wajibu. Ni wajibu funga kwake, lazima afunge. Kama hatofunga, hapo Mwenyezi Mungu atakuwa amemwasi Mwenyezi Mungu. Bal wanazioni wanasema kwamba huyu mtu anaweza hata ikampelekea kutoka ndani ya Uislamu, kutokana na namna aliyofanya jambo hilo, kwamba yeye amekiri kwamba funga kwake ni wajibu. Analifahamu vizuri, analitambua kwamba huu ni mwezi wa Ramadhani. Ana akili timamu kwamba hana tatizo la kutofahamu. Sasa ameamua yeye mwenyewe kuvunja amri ya Mwenyezi Mungu ya funga mchana wa Ramadhani. Yeye akaamua kala, bimaana anaona kwamba Mwenyezi Mungu aliyemwamrisha kufunga hana lolote. Kwa hiyo wanampelekea kuwa huyu mtu anaweza kaondoka katika Uislamu kwa jambo hilo alilofanya, kwa sababu mtu mwenye akili timamu, mwenye kuwa na dini, kufahamu vizuri Uislamu, hawezi akaweka katika nafsi yake kwamba anaweza kala asubuhi mchana wa Ramadhani. Hakuna. Taib, miongoni mwa watu, mtu ni mtu zima, ni mtu mzima, muqimu wa qadir an siyam, na anaweza kafunga na amefunga, ameamka amefunga. Sasa inafikia saa 4, saa 5, saa 6 hadi saa 10, 11,
Hapo hapo akaja akasahau, akajikuta yuko anapiga kinywaji, yani ameomba juisi pale akapewa, akanywa juisi mchana wa Ramadhani, hali ya kusahau. Sasa akaja kujikumbuka, akakumbuka ameisha tumia, labda amemeza 1 2 3 4. Je, huyu mtu afanyeje? Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema faliyutimu siyamahu, basi huyu mtu atimize saumu yake. Kwa sababu gani? Akalahu, Mwenyezi Mungu ndiye sawa amesababisha akule, ndiye amemrisha na ndiye amemnywesha. Ikaja hukumu hapa, wanazioni akasema, je, hii si kwa tailipa au hatoilipa? Kwa sababu amelishwa. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesema kwamba atimize funga yake, yani bimaana funga inakubaliwa. Kwa sababu gani? Kwa sababu amekula kwa kusahau, sio kwa kutegemea. Yeye amesahau akala, akajikuta ameisha kula, sio uamuzi wake. Tumeona kwamba yule atakayekula kwa uamuzi wake na akili timamu na kujua kwamba hii ni Ramadhani na kujua kwamba lazima funge, sasa yeye akala kwa kutaka kwake, huyu ni tofauti na huyu aliyekula kwa kusahau. Huyu aliyekula kwa kusahau ni kwamba yeye hakutaka kula, alikuwa ameamka asubuhi amefunga, lakini akipita wakati kafika pale akakujikuta yeye ameisha kula au ameisha kunywa. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema huyu mtu atimize funga yake, hana tatizo na funga yake, inakubaliwa. Sasa wanazioni wasema irudie au asirudie. Basi asirudie funga hiyo, hatoilipa. Kwa sababu gani? Aliyemlisha ni Mwenyezi Mungu na aliyemnywesha ni Mwenyezi Mungu, na dalili yake ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amemuomba, Rabbana, ewe Mola wetu, la tuakhidhna, usije ukatuadhibu, la tuakhidhna, usije ukatuadhibu kutokana na yale tumesahau au tumekosea kwa kusahau. Kwa hiyo Rabbana la tuakhidhna in nasina, tukiwa tumesahau, au akhtana, au tumekosea kwa kutojua, yani tumejikuta kwenye makosa. Kwa hiyo hii ni dalili ya wazi kwamba inaonyesha kwamba yule aliyekula akala mchana wa Ramadhani lakini kutokutaka kwake, basi huyu hatolipa, kwa sababu ameisha samehewa, huku kwamba Mwenyezi Mungu amekubali ombi la Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akasema upepewa. Kwa hiyo mtu anayefanya jambo kwa kukosea lakini kwa sababu ya kusahau, anaingia katika hii aya, Rabbana, ewe Mola wetu, la tuakhidhna, usije ukatuchukulia au ukatuadhibu, in nasina, wakati tumefanya jambo kwa kusahau, au akhtana, au tumekosea. Kukosea kwenyewe kwa nini? Kwa kusahau, kwa kutojijua, tumejikuta tumefika katika ukosea fulani. Kwa hiyo aliyekula mchana wa Ramadhan, lakini pindi alipokumbuka kwamba yuko katika Ramadhani, hapo achie hapo. Kama viko kinywani, asimeze, aviteme. Kama ni chakula, kama ni kinywaji, ateme hicho kitu ambacho ameisha. Ama kile kilichoenda mwanzo, basi hicho Mwenyezi Mungu hamsabii, yeye aendelee na funga yake. Kama anavyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, anasema faliyatimu siyama, basi
kama amejikuta amekula, basi mchana akakumbuka achie hapo na aitimize funga yake. Kwa hiyo wanaziona wanasema kwamba anaweza asirudishe au hii siku asilipe, na ndio vizuri. Lakini wengine wanasema kwamba kwa sababu amekula na kutoa usawishi uli atalipa siku hiyo. Lakini jambo la lizuri la ukweli ni kwamba hatofanya nini? Hatolipa siku hiyo, kwa sababu amelishwa na Mwenyezi Mungu na amenyweshwa na Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo aliyelishwa na Mwenyezi Mungu na akanyweshwa na Mwenyezi Mungu, sasa Mwenyezi Mungu atakuja kumfanya nini tena? Atakuja kumuulizia nini au kumwambia nini kwamba afanye alipe siku hiyo, na wakati ni yeye kamnywesha na ni yeye kamlisha. Kwa hiyo hii wote ni msamaha wa Uislamu. Hii yote yaonyesha rehema zake Mwenyezi Mungu kwa waja wake. Hii yote yaonyesha rehema zake kwa waja wake. Sasa Uislamu ni dini ambayo Mwenyezi Mungu ametupa, dini ambayo ina uwepesi kwa kila jambo. Ina uwepesi kwa kila jambo na ina usamehevu kwa kila jambo kutokana na mwanadamu namna anavyofanya. Sasa ndugu zangu, wewe ukiwa safarini, jua kwamba umeruhusiwa funga, umeruhusiwa kula. Usije ukajikalifisha nafsi yako kwamba unataka ufunge, na utakapofunga utapata matatizo ndani ya safari yako. Sasa ndani ya safari yako usiweke tena matatizo mengine ya kufanya nini? Ya kuweka funga ambayo na Mwenyezi Mungu ambaye amekupa ruhusa ya kula anataka wewe uitumie iwe kama ndiye kumwabudu, kwa sababu ameamua yeye, hatokuuliza. Sasa tumia hii fursa aliyopewa na Mwenyezi Mungu. Acha kujikalifisha wewe mwenyewe, acha kujiwekea uzito, na wakati Mwenyezi Mungu anataka wepesi kwako. Sasa mtu ambaye yuko safarini anakuwa na hukumu hiyo kwamba anakubaliwa kufungua, yani kula mchana wa Ramadhani, na wakati yeye anakuwa hana uzito. Namuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tuwezeshe kuwa ni wenja wake ambao wanaweka mambo mazuri na wanayafuata yale ambayo yanafakiza. Akhir dawana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.